ama tofauti ambazo zinakuwa miongoni mwa wale ambao wanaitwa waumini ama wana wa Mungu zinakuja kwa sababu ya mwovu Shetani. Katika fungu hili Paulo anawaandikia Wagalatia kwamba wao wasione huyu ni Mgiriki, huyu ni Myunani, huyu amesoma, huyu ako na mali, huyu hana mali. Mambo kama hayo ama tofauti kama hizo zisiwe miongoni mwa wale ambao wanaitwa wana wa Mungu. Sasa hiyo ndiyo ingekuwa unity ya muhimu kwa wale ambao wanaojiandaa kwa ajili ya ufalme. Lakini sasa chenye kilichoko duniani, hata kama yale ni ya makanisa madhehebu yale makubwa, unakuta kuna viwango. Kama mahali nilikuwa kuna wakati kulitokea mjadala, hata wale ambao unajua kuna Mungu ameleta watu wake, na kulingana na andiko hili hapa ni ndipo. Kwa nini kanisani ama mahali pa ibada hakuna watu ambao wanakuwa katika lengo moja? Kuna wengine ni wasomi, kuna wengine hawakubahatika wakasoma, kuna wengine unakuta kwa kipato wako sawa, mtu ako na kazi nzuri, hana shida kwa era, maisha yako nayo ni maisha mazuri. Na mwingine unakuta kuweka mkate kwa meza jioni ni balaa. Watu wamewekwa katika viwango tofauti, lakini katika ibada wanakuwa ni watu ambao Mungu anawajua kama ni wana na binti zake. Tofauti haistahili kuwa. Lakini kwa sababu ya Shetani kuna tofauti. Shetani ndiye anayeleta mgawanyiko. Nakumbuka kuna wakati ilikuwa mwaka gani, mahali nilikuwa nominal kanisa yangu, nimeimba Central, lakini mahali nilitoka sasa wakati nilipata mahali nilitoka nikakuja kwa wana matengenezo ni Abundant. Mwaka wa 20, I think it was 2018, kulikuwa na mjadala. Na wale watu wako chini, unajua vile nimesema kanisa iko tofauti, watu wamebarikiwa tofauti. Kuna kazi, kuna landlords, kuna anakanyaga chini, kuna anakuja gari